Lucifer. Anda sana nalo. Lucifer. Nimeleta kile kitu kipendacho. Hiki hapa. Blaza, ni mwaka sasa umepita tangu shemeji tutoke. Kwa umri uliokuwa nao, sidhani kama vyema kuishi mwenyewe. Unapaswa utafute mwenza wa kuwa naye. Ni kweli unachosema, ila kwa sasa mwanamke gani unafikiria anaweza kukubali kuolewa na mimi? Kwa nini unasepa kaka? Sema wewe ujiweka nini? Sio rahisi kama unavyofikiria ndugu yangu. Wanawake 12 kweli. Yaani nafikia hatua sasa hivi hata nikikaa na marafiki zangu tunaongea tu. Hata kama ilikuwa nafanya mazungumzo yao tu mengine, huwa nahisi kama wananizungumzia mimi. Kwa swala la kuoa, hapana. Siwezi kabisa kwa sasa. Sawa, ila mimi na imani kaka, ukiamua wewe uwezo kukosa mtu wa kumwoa. Haya, sawa, nitalifikiria hilo. Sawa kaka, unajua ni mwai kwanza bibie mara miezi inakaribia wewe. Haina noma kaka. Basi poa kaka. Shukrani. Sikiza bro. Nataka uachane na demu wangu. Unajua ni kiasi gani nimemgharamikia yule demu mpaka anakuwa namna vile mpaka unamuona. Kikubwa achana naye. Sawa. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Mwanamke wako hana alama sehemu yote ya kuonyesha huyu mwanamke ni wa mtu au hana mtu. Alafu kingine, ongea na mwanamke wako achane na mimi. Kumbe unadharau eh? Acha tuone. Nini tena? Tena? Jamani, nilimkosea nini Mungu mimi jamani, maskini jamani.
Ponda! Ponda! Wow. Anakuita muda mrefu rafiki yangu. Sikii. Sasa sijakusikia hata kidogo ndugu yangu. Yaani mawazo yangu hapa yote yapo kunapoelekea tu. Sijakusikia. Unajua nini? Imekuwa kama zale hivi nimekupona. Maana nimekutafuta sana. Sasa ndugu yangu, wewe unanitafutaje hivyo? Hali ya kuwa sasa hivi kuna mawasiliano. Wewe ungenipigia tu simu. Ndugu yangu. Kuna kimeo kilitokea. Kwa simu nimeweka bondi. Kama kaida yako. Sasa kuna habari gani? Kikubwa ambacho kinanifanya nikutafute leo kutwa mzima. Kuhusu mzigo wangu vipi? Aise. Nilisha sahau kabisa. Mambo mengi. Ila kijaribika kitu. Mimi hapa naelekea nyumbani. Ila kama haupo busy, twende nyumbani nikakupatia ule mzigo. Ubizi unatokea wapi? Wewe twende. Sawa. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana. Karibu kae tu. Nikae. Jisikia upo nyumbani. Ngoja basi nikupatie ule mzigo. Umeona nini? Na kuuliza umeona nini? Kuna kiumbe nimekiona hata sielewi. Nisikilize kijana, tena unisikilize kwa makini sana. Kila ulichokiona hapa, naomba kiishie hapa hapa. Unanielewa? Sasa ule wako wa mdomo wako uende ukaropoke. Hatima ya maisha yako imebebwa na huo mdomo wako. Unielewa? Shika lako. Wewe ungekaa naye tu. Shika lako. Shika. Sikiza kwanza kabla hujaondoka. Narudia tena kwa mara ya mwisho. Ulichokiona hapa ukiachie wapi? Sasa ule wako ukaropoke. Utanijua vizuri. Kitu kioga kama nene. Naamini leo mkuu atapata kile anachokihitaji, maana mwenzetu mjukuu ameshafanikisha. Na wewe fanya aina ili upate cha kutoa. Sawa, nitajitahidi. Na mimi leo sitakuwepo kwenye kikao kwa kuwa ninakwenda kwenye kikao cha washirika wengine. Sawa, nimekuelewa, haina tatizo. Haupasi kuendelea kulia. Hii yote ni mipango ya Mungu. Na alipangalo Mwenyezi Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kulipangua. Hapana mama wangu. Nisiamini tena katika Mungu. Kuna shiriki katikati ya hili. Mimba ya 7 sasa. Mungu gani?
Nataka Mjaki aendelee kulea kila siku. Mke wangu, usiseme hivyo. Tuzidi kumwomba Mungu, na wakati ukifika atatupa hitaji letu. Tabu, haina haja ya kulia, bali inapaswa tukae chini tuchunguze kwa nini hili swala huwa linatokea. Sote nimekuwa nikihudhuria kliniki vizuri kabisa, na wataalamu hawakuwahi kuniambia kwa kuna tatizo lolote kuhusu ujauzito wako. Hata sijui kwa nini kile ikifika miezi 8 tu ndoa zinaharibika. Sasa vipi kuhusu tiba asili? Mmefuatilia? Mjako nilimweleza, lakini akasema huamini kuhusu waganga kienyeji ambao muda wote wanashinda TikTok. Sawa, mimi nikwambie tu usijali, kwa kuwa nimefika hapa, popote pale kwenye giza, na kuahidi mwanga utatokea kwa haraka. Pole sana ndugu yangu, tena pole sana. Nafahamu sasa napitia kipindi kigumu sana, tena sana, baada ya shemeji kupoteza ujauzito. Ni sawa na mkulima aliyeliandaa shamba lake na akapanda mbegu, alafu mazao akashindwa kumea. Nikupe tu pole ndugu yangu. Ponda, nimeshazoea sasa, limekuwa sio jambo geni kwangu. Ila kilichobaki kazi ni kwako. Shemeji, unajua kuwa kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Shemeji, halikosi kuwa na mwisho. Sasa hili tatizo la mdogo wangu muda si mrefu litakwisha. Kweli, kwa sababu hata mimi najitahidi sana kumwomba Mungu. Na swali msikitini nikifika. Shemeji, mimi na swali mpaka watu wanakuja waumini wenzangu. Hebu nyanyuka bwana, inatosha basi. Inatosha. Na swali sana mimi. Ipo siku Mwenyezi Mungu atanisaidia tu. Matatizo yote ya mke wangu yataisha. Mama, maji ya kuoga tayari. Sawa mke wangu. Tutange. Shemeji, haulali? Sina usingizi na ndani ni joto sana, kwa hiyo nimetoka nje ili nipate hewa. Ila sio mzuri ukaa nje shemeji. Muda wa kazi. Nje kunatisha huko.
Usijali, nitakaposikia vizuri nitaingia ndani kulala. Kuwa makini na nje. Shamchanga. Madam Tabu, tumeangalia kizazi chako kiko vizuri, tumepiga ultrasound, hakina shida yoyote. Kwa hiyo sasa kwa vipimo zaidi tunakupa dawa utumie, baada ya wiki moja urudi, kwa sababu naona tatizo lako linajirudia sana. Bwana mkubwa, utaenda kwenye duka la dawa hapo, utapata dawa hizo. Bwana, karibu sana. Poleni sana. Poleni sana. Bwana. Nitie mgonjwa mwingine nje hapo. Samahani mke wangu, kuna kitu nimekisahau mara moja. Hebu kaa hapo na nakuja mara moja. Asante dada. Salama. Kwa sasa nimeanza kusadiki maneno ya wahenga. Maneno gani tena? Yale yanayozungumzwa mtaani kuhusu Mponda. Mponda? Ehe. Niambie kaka. Mimi Mponda nilikuwa namdai. Nilikutana naye akaniambia twende nyumbani ukachukue pesa yako. Sasa nilipofika kule kaniambia kaa hapa nikuletee pesa yako. Kila ulichokiona hapa naomba kiishie hapa hapa. Unanielewa? Sasa ule wako huo mdomo wako uende ukaropoke. Hatima ya maisha yako imebebwa na huo mdomo wako. Unanielewa? Niambie sasa kaka. Ngoja niingie dukani nichukue pesa. Taongea. Una kitu nitaongea. Madisi. Namba vocha. Asante. Dada. Dada. Samahani dada. Kuna jambo moja nisingeweza kulibeba na kwenda nawe nyumbani. Ningejilaumu kama nisingekwambia una sura nzuri ya kumtuliza mwanaume aliyechoka. Asante kwa kunisifia. Ushamaliza? Hapana. Niliweka kituo ili nisikie sauti yako nyororo iliyomixiwa na kisinia cha shish food. Niseme tu samahani kwa sababu sina kawaida ya kusimamisha watu njiani. Lakini kuna jambo la kipekee moyoni mwangu limenifanya ili niweze tu niseme. Kabla hujamalizia, nimeshajua wapi unapoelekea. Samahani, sina muda na mambo kama haya.
jikoni, mbona mchana vipi? Mponda, fanya ufanyavyo upate mwanamke wa 13 kwa ajili ya kumtoa kikoa. Hali inakuwa mbaya, wakuwa wamekasirika, nguvu zetu zenyewe zinazidi kutuishia. Sawa, nimekuelewa. Shemeji, huko anasema tatizo ni nini? Kiukweli shemeji, wamempima vipimo vyote, hakuna tatizo ambalo linaonekana, ila daktari alituandikia dawa za kutumia. Nikuulize kitu shemeji? Niulize. Unaamini katika shirki? Shiriki? Ndio. Hapana shemeji, siamini katika shiriki. Hapana. Shiriki? Hapana shemeji. Hapana. Mimi siamini kabisa kwenye mambo ya uchawi. Kwanza siamini kabisa kama uchawi upo. Siamini kabisa. Hapana, ushirikina ushirikina. Shemeji, uchawi upo. Na hili ambalo linamtokea Tabu, na imani kuna ushirikina ndani yake. Kubali ukatae. Kwa nini tusitafute mganga? Ili tuangalie nini ambacho kinasumbua, kwa sababu anasema ukienda upande mmoja, ukiona mambo hayaendi, unaweza ukaangalia na upande wa pili. Mganga tena? Mimi sitaki kabisa mambo ya kiganga. Tena mimi na waganga tofauti kabisa shemeji. Kwanza mganga? Hapana. Hapana shemeji. Ngoja nimpe dawa nani. Unajua wewe kaka, tafuta kazi nyingine. Watu wote huko mtaani wanajua unashirikiana na Mponda kuwatoa wanawake kikoa. Hiyo kazi imeshanuka huko mtaani. Ushenga mimi ni kazi yangu. Sawa. Alafu hata wakienda wakifa huko, kwani mimi ndo naye waua? Mimi ndo naye waua? Wewe mbona upo tu hapo na mwanao umezalishwa umeacha tu hapo? Mwanaume aliyokuzalisha yupo huko? Anakulala na wanawake wengine. Haulioni hilo? Unajifanya una kazi. Unajifanya una saluni. Ile saluni mbanda jiko ule. Nawe vile vile tafuta kazi. Ndio nishakwambia. Sasa wewe jifanye hapo, unapeleka watoto wa watu huko wanaenda kufa. Shenzi wewe, unaona la tu kula watoto wa wenzenu. Si wapeleke na ndugu zako. Shemu. Karibu. Habari yako? Salama. Hivi mjukuu yupo? Hayupo. Afadhali.
Unajua shemu, toka nipo nyumbani kwangu, yaani kuna kitu kilikuwa kinaniwashawasha, yaani kama nimetiwa pilipili hivi. Unajua shemu, wewe ni mwanamke mpumbavu, yaani wewe hauna utofauti na mtu aliyoenda kisimani na tenga huko akitarajia ajaze. Unamaanisha nini? Shemeji, amka, kushakucha. Sereza Seso Salari Seso Para Salari Seso Salari Seso. Idris, ni bora tulivyokutana. Umempa mimba mdogo wangu, hatukukuona. Mtoto amezaliwa mpaka amefikia umri wa miezi 5, hatukuona simu yako wala hatukuona sentano yako. Hivi unafikiri mtoto atakuwa kuwaje? Na kwa nini uandae shamba hali ya kuwa huna uwezo wa kulihudumia? Mkama, mimi sikumwambia mdogo wako kuwa anahitaji kuwa baba, ile yeye tu shobo zake. Nataka nibadilishe mbegu nipate mbegu ndefu, kwa ndio hivyo. Lakini mimi sikumwambia kama anahitaji kuwa baba. Wewe unafikiri mimi naachaje watoto wazuri muda huu naanza kudaiwa hela za Pampers? Sikia, atakuwa tu unachokula yeye ambacho kinakukuza, hata huyo mtoto wenu pia nacho kitamkuza hicho hicho. Halo. Habari ni Samiko? Safi, kwema? Kwema ndugu yangu. Niambie. Kwema ndugu, nataka tuonane mara moja. Wewe uko wapi? Niko chini tu hapa. Uko chini? Kama karibu na basi sawa, nakuja sasa hivi. Ngoja niingie ndani nivae viatu. Nakuja sasa hivi. Sawa sawa. Ndugu yangu mjukuu, mimi kuna jambo nataka unisaidie, ukiwa kama ndugu yangu, kama rafiki yangu. Najua sasa ushamaliza kazi yako tayari, bado mimi tu. Ila pia mimi na jambo nataka unisaidie, ukiwa kama ndugu yangu, kama rafiki yangu. Mimi sasa hivi ni vigumu sana na ni ngumu sana kwenda kwa mwanamke nimwambia nataka nimuoe na akanikubalie, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo sasa nataka nikupe ndugu yangu unisaidie, unitafutie mwanamke wa kuoa. Na imani kwako wewe itakuwa ni rahisi sana kwenda kuongea naye na akanikubalia mimi.
Tofauti na mimi nikimfuata huyo mtu na kanikubalia ni ngumu, kwa sababu ananijua na atakuwa na wasiwasi na atakuwa na uoga. Kwa hiyo naomba ulibebe hili swala kama la kwako ndugu yangu, Seleme ndugu yako, naomba msaada wako. Mponda, hilo jambo ondoa wasiwasi kabisa. Yaani kama kipele kimempata mkonaji. Bwana. Tena kwenye mambo ya nyama. Mimi nalifanyia jambo hilo tena leo. Kuna niahidi kwamba nitapata majibu mazuri kutoka kwako ndugu yangu, ni hili swala nilokuomba. Na ndio maana nikakwambia nalifanyia leo. Supu ya mbwa kunywa ikiwa na moto, utaona ladha yake. Jogo, nakutegemea ndugu. Fresh. Usiniangushe. Na kuangushaje sasa? Haya. Sikiliza mjukuu, nikwambie. Kwani wewe una dada? Una ndugu wa kumtongozea huyo rafiki yako? Mimi sitaki, naomba uniache. Tafuta ndugu zako, tafuta ndugu zako au watu wako wengine unawafahamu. Mimi hapana. Unataka unitoe chambo? Siwezi, hapana. Tena nafanya uondoke kabisa, sitaki. Naomba uondoke. Yaani siku nyingine fanya kama hujai kuniona. Sitaki kabisa mazoea haya. Karibu. Asante. Kwema. Kwema. Ndio. Naona sio kawaida yako kuja ofisini kwangu. Ni kweli. Lakini leo naona kama kuna nyota ya jaa hivi imekushukia. Na mimi nikasema nyota hii lazima nikaiweke bayana. Unajua Levina, nyota ya jaa imekuangukia. Na mimi nimekaa nimeskuti. Nikasema ngoja niende nikamweka bayana. Levina, Bwana Mponda anahitaji kukuoa. Na ukiangalia wewe Levina ni singomaza. Na Mponda hii ipo. Atabadilisha maisha yako. Huyu mtoto atamlea vizuri kabisa. Kwa na Mponda ili uzidi kung'aa. Wewe una kitu Levina. Unaona huyu mtoto bado anayetegemea sana malezi yangu. Na mimi bado nahitaji kuishi. Unamaanisha nini? Nani asiyejua kwamba huyo Mponda ni machinjio ya wanawake? Levina, usijaji mavi ya bata. Kula nyama yake uone utamu wake. Naomba uondoke. Naomba utoke saluni kwangu. Karibu. Kuliko ndena wapi huko naelekea? Nilikuwa nakufuata wewe huko. Kuna nini tena? Ni kweli tunahitaji nyama. Lakini ndio mnataka kumtoa mdogo wangu? Mimi mbona sikuelewi unamaanisha nini? Kumtoa mdogo wangu kivipi? Unaelewa kitu gani sasa hapo jamani? Wewe umemtuma mjukuu aje kumposa mdogo wangu ili awe mkeo? Karibu. Mimi sijamtuma mjukuu aje kumposa mdogo wako. Japo ni kweli nimwagiza nitafutie mwanamke wa kuoa. Tunatoka nje ya makubaliano. Wewe unatoa cha kwako, mjukuu anatoa cha kwake na mimi natoa cha kwangu. Ila sio mdogo wangu. Mbona unataka kuingilia familia yangu? Basi mimi nimekuelewa Karibu. Nitamtafuta mjukuu ili niweze kuzungumza naye. Ili hilo swala lisitokee na wala lisifanyike. Wala usiwe na shaka yoyote. Ndo nasema sitaki. Familia yangu sitaki. Kila mtu atatoa cha kwake.
chipato. Chimbale chipato. Chimbale. Chimbale. Chimbale 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 chipato. Chimbale chipato. Chimbale chipato. Chimbale chipato. Shirika. Ungana ni kudamo. Adama. Adama. Tabu, nenda ndani ukalale. Lala jiko ndani peke yako. Sasa tuache. Nakuweza kuwa ameenda chooni. Usiogope. Mimi nipo, nimekuambia nenda ukalale. Nisikilize basi. Shirika, nimetafuta wanawake zaidi ya 5 na wote wamenikatalia mshirika. Nilikwambia mimi hilo jambo halitawezekana kwa sasa, kwa kuwa hakuna mwanamke atakayekubali kuolewa na mimi, ila wewe ulinibishia. Umeiona sasa matokeo yake. Hili litawezekana. Lazima tumpate mwanamke wa 13 ili uweze kutoa kikoa. Na kutegemea kwenye hilo. Usiwe na shaka. Mimi ndio mjukuu na Kongolonge. Kupata kule Shandwe. Achibale. Ashibale. Ashibale chipato. Achibale. Ashibale. Ashibale kupata. Tuntangu netu ndeke. Neka none. Ngwamba doni nangu. Ngwamba doni. Kuondoka kukaya kuni shule Mozambiki. Somale. Ongopeleka doni. Nango kwa shule Mozambiki. Mozambiki. Wakenda kunebeka nangadi kuparuma kumweda kuna matiri kunkanda ngo bingi njenge na kumkopeta kakena kenanga nango mwene dewa kumkopeta kwa dewa pale ya nango para kwa shingwende wicho ule ayo shingwende lo nango na kupeta kumwenye bango nka unjilene nka ayo ko nka nkolo nka ni kungana nka Ashimale. Ashimale kiwa. Ashimale. Ashimale. Ashimale kiwa. Ashimale chipato. Ashimale. Ashimale chipato. Odi. Karibu. Karibu sana. Asante sana. Habari yako? Salama, za kwako? Nzuri tu. Karibu sana. Samahani, sijui Mr. Mjukuu nimemkuta. Mjukuu ametoka. Na mkewe je? Hata mke wake pia ametoka, ameelekea dukani. Sijui wakija nimwambie nani alikuja. Utamwambia Mponda alikuja kukuulizia. Mponda? Sawa basi, zimefika. Ila samahani, mimi wanakuja sana hapa mara kibao, sijaiki kukuona. Sijui una ndugu na Mr. Mjukuu? Hapana. Mimi ni ndugu yake na mke wake Mjukuu, dada yake na Tabu. Shemeji yangu ana siri sana. Hajawahi kuniambia kama ana dadake mzuri kiasi hichi. Haya, karibu. Nashukuru.
Bwana mjukuu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Heri. Heri ndugu yangu. Ndio. Hapa nimetoka kwako ndugu yangu. Ila na jambo nataka tuzungumze. Naomba tukae sehemu tuweze kuongea vizuri. Sawa, hamna shida. Na mimi umenipata. Ndugu yangu, kama nilivyokuambia hapa nimetoka nyumbani kwako. Ila pale nimemkuta ndugu yake na shemeji. Yule binti ndugu yangu ni mzuri. Tena mzuri. Hasa kwa sababu umehangaika kuwatafuta huko mtaani, umehangaika ndugu yangu ajili kunipambania, umekosa. Hasa kama ulishindwa kuwashawishi watoto wa familia watu wengine, sidhani kama utashindwa kumshawishi mwanamke ambaye tuseme ndugu wa shemeji ambaye unaishi naye pale ndani. Sidhani kama utashindwa kunipambania ndugu yangu. Kwa mimi nilikuwa naomba ongea naye, atakiwezekana mshikilie na shemeji, mimi nimpake mwanamke nimuoe ndugu yangu awe mke wangu. Mponda, mimi ndo mpishi wa biriani. Sawa. Haiwezi kunishinda maharage ambaye atumia kurukaruka tu. Mimi nitakaa na mke wangu, kila kitu nitakiweka sawa, hili liwezi kunishinda. Kwa hiyo niahidi kwamba nitapata majibu mazuri kupitia kwako. Mponda, huu ni muda wa kujiandaa kunoa meno yetu kwa ajili ya kula nyama kaka. Yogo, nyama usiniangushe kwenye hilo ndugu yangu. Za saizi dada. Samani. Dada samani. Bila samani. Kuna siku tulikutana hospitali. Ukaniangalia alafu ukawa unacheka. Sasa sijajua ulikuwa unacheka nini au unanijua labda. Yaani mimi nakuuliza alafu unanicheka. Ah! Pesa tanunua gari. Unanichungulia? Hamna. Niko nataka nipite tu niende huko. Kumbe ulikuwa unanichungulia? Hapana dada. Ningekuwa yule dada yako ungenichungulia? Nakuuliza, ningekuwa dada yako ungenichungulia? Ndio maana ukiingia bafuni unakaa lisali zima huko. Ndio maana hata kuoa uoi. Dada, niachie basi kwanza, niachie basi kwanza. Kwa kuwa umeshanichungulia na umeniona, sasa twende tukalale. Jua kali. Naam.
Imepita wiki 2 sija kuona kwenye kikao. Una tatizo gani? Mjukuu, huu ni mwaka wa 3 sasa toka nimejiunga kwenye chama hichi cha wachawi, lakini mimi sioni faida. Hivi ni faida gani ambayo tunaipata? Usiku tunakuwa matajiri, mchana tunakuwa mafukara. Hapana, mimi siwezi. Mimi sioni faida yoyote kuwa tajiri ambao huonekani machoni mwa watu. Ngoja tunakukumbushe, baada ya Mponda kutoa, aliyekuwa anafuata ni wewe. Sasa naona unajisaulisha. Chama chetu ni kama kaburi, ukiingia umeingia, kutoka ni ngumu. Au uchague kimoja katika vitu viwili: uendelee kuwa mchawi ili uendelee kuishi, na utoke katika uchawi na wewe maisha yako yote hapa duniani usijulikane tena. Hivyo basi kazi ni kwako. Nimekutoa pale ili jiji kukuuliza kile kitendo kilichofanyika ni cha ukweli au wanakusingizia, maana yule pale kashakasirika. Na mkuu, ni kweli, ila ibilisi tu alinipitia. Ibilisi? Ibilisi gani jamani kaka? Ndio umchungulie dada yako chooni? Hata walimwengu anasema kichwa cha chini kikisimama, kichwa cha juu kinakuwa kama mzigo tu. Hakuna cha kusema kichwa cha juu kisimama wala kichwa cha juu kikawa mzigo. Hicho kitendo ulichokifanya sio kweli, kwa sababu udugu unajua ni kwa mama ndio unaomata kuliko mimi hapa ambaye tumekutana kwa baba. Sasa huoni kama ni udhalilishaji? Hivi tunaipa taswira gani hii dunia? Tunaipa taswira gani? Watu wanatuangaliaje? Inatakiwa uoe. Kinachotakiwa tunataka uoe. Maana wewe kuwadia wanaume wenzio, namba 1. Lakini wewe kuoa, kwa sababu gani? Inatakiwa uoe. Si unanielewa hapo? Sawa. Na umuende ukamwombe msamaha yule, sio mimi. Kwa sababu yule ndio alomkosea. Kamuombe msamaha yeye. Umesikia? Inatakiwa uoe. Shauri yako. Shani. Sasa nimekuona. Samani. Shoga yangu. Nimesikia kuna Mkamba na Levina wanaitana. Njoo nikupe. Kuna nini shoga yangu? Acha umbea, mengine hayakuhusu, haya ni ya kifamilia. Jamani nimeuliza, kuna ubaya jamani kuuliza. Unataka kujua kitu gani? Mengine ya kifamilia hayakuhusu. Hebu nipishe huko. Hala, umbea tu. Kazi umbea tu. Watu wanaacha mambo ya kufanya, naanza kufuatilia mambo ya watu. Sijui wapoje hawa. Yaani watu wengine bwana. Hala. Yaani wamekaa umbea. Shemeji huyo. Shemu. Vipi tena kulala sasa hivi? Usiku jalala nini?
Ni kweli sijalala. Vipi? Wewe ulilala? Kwa nini nisilale? Napakwenda usiku. Unaonekana unalala fofofo. Na ndio maana hukuwasikia walokuja jana usiku. Akina nani hao ambao walikuja? Sikuweza kuwatambua. Lakini inaonekana ni ulinzi shirikishi ambao wanafanya kazi bila kutambulika na serikali za mitaa. Shemeji, punguza kitambi. Uache kulala kama pono. Kweli shemeji. Sawa shemeji, sasa mimi niko ndani. Mshirika, mbona unanipita bila kunisalimia? Ukiona mtu anakupita bila kukusalimia, basi ujue hataki shobo. Na kingine, mimi sio mshirika mwenzako tena. Nishajitoa kwenye hicho chama. Sisi hatuwezi kuacha ushirika na wewe, labda mpaka tuone maiti yako. Au dawa yako jikoni. Wife. Niambie. Mambo. Safi. Naona ile. Na umetulia. Shemeji Tunu yuko wapi? Ametoka kidogo. Sasa kuna jambo mimi nataka nikwambie. Siku 2-3 zilizopita nilikutana na Bwana Mponda. Ila kuna kitu kidogo ambacho ameniambia kimenifurahisha na kimenifanya nifikirie sana mpaka nafikia kukuambia wewe. Mponda bwana anamhitaji Tunu. Tunu yupi? Tunu ndugu yako. Ndugu yangu mimi? Ndio. Anamhitaji kumuoa. Hivyo mimi naomba ukae na Tunu uweze kuongea naye vizuri sana, kwa sababu huwa bahati haziji mara mbili. Bahati inakuja mara hii. Mume wangu, hivi ni nani hapa mtaani hamfahamu Mponda? Huyo Mponda kila mwanamke anayemuoa anafariki. Ni wanawake 12 sasa hivi ameshaoa. Hivi ni nani mwenye akili kimamu anaweza akamweka ndugu yake kwa Mponda kweli? Mke wangu, labda nikukumbushe kitu kimoja. Usiwe kama rafiki yangu mmoja anaitwa Senene. Yeye anaogopa kusafiri na ndege, akiamini akisafiri na ndege atakufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuumba sisi wanadamu, kila mmoja ameandaliwa siku yake ya kufa. Hivyo hata haya yote aliyemkuta Bwana Mponda ni mitihani tu, na hao siku zao ndo zimefika za kufa. Mimi sidhani kama kuna ubaya Mponda akimwoa Tunu. Kwa Mponda hapana. Tena kama unategemea mimi ndo nifikishe taarifa kwa Tunu, siwezi. Ila wewe si umemzoea shemeji yako? Fuata wewe. Sawa, kwa kuwa umeniachia mimi nitaongea na shemeji yangu Tunu. Na nina imani tu atanielewa, kwa sababu hili ni jambo la heri na sitaki nilicheleweshe kabisa.
Shemeji, unajua nimekutoa nyumbani kwa sababu nataka tuzungumze jambo. Kwa hiyo ndio maana nimekutoa kule ili tupate muda mzuri wa kuzungumza sehemu tulivu, na ndio maana nimekutoa nyumbani. Kwa hiyo ngoja kwanza tusimamie hapo nikwambie jambo. Mko wangu akukosea kukuita wewe Tunu. Unajua maana ya Tunu? Hapana shemeji, labda wewe ndio uniambie. Basi Tunu ni mwanamke mzuri mwenye bahati. Yaani kwa sisi watoto tulieka madrasa kidogo tunasema mfano wa nyota ya jaa. Shemeji, una maneno sana. Lakini naomba nikwambie, hebu njoo kwenye point. Kitu gani ambacho unamaanisha mpaka unanisifia sana? Maana wewe nakujua vizuri tu. Sasa iko hivi. Mimi nimekutana na rafiki yangu anaitwa Mponda. Na huyu Mponda uzuri wako Mponda ameuona. Sasa ameamua kudhihirisha sasa. Anahitaji kukuoa. Shemeji, lakini hicho sicho ambacho kimenileta huku mimi. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mdogo wangu. Kutokana na matatizo ambayo amempata, nimekuja kwa ajili ya kumfariji tu. Na sio haya ambayo unaniambia. Shemeji, nikuulize kitu? Niulize tu. Umetoka nyumbani, uko zako barabarani tu, unatembea. Hauna dhamira ya kuokota hela. Lakini ghafla tu unaikuta hela barabarani. Je, ile hela utaiokota au utaiacha? Hapo umezungumzia pesa shemeji. Siwezi nikaiacha. Lazima nitaiokota. Unaanzaje sasa kuacha hii bahati? Sasa fanya hii sasa ndo kama hela. Ila shemeji, ndoa inatakiwa utulivu. Haitakiwi kukurupuka kama vile chafu. Inatakiwa nikae chini, nitafakari, ili nisiweze kukurupuka kufanya maamuzi ambayo yataniumiza baadaye. Shemeji, unatakiwa ukubali tu. Mponda hana mambo ya ovyo ovyo. Sio kama wale vijana wa hivi. Wenye ulisi wa Bobo Male. Mponda mtu wa kuponda tu, Ponda mali tu. Na wewe hizo mali, wewe sasa ndo utazikumbatia sasa. Ila shemeji, unajua kumpamba mtu sana. Sasa mimi naomba nikwambie, nitalifikiria. Sawa shemeji. Ila hili utaki kupoteza muda. Fanya haraka haraka ili mambo yafanyeje? Iende sawa. Chelewa unaweza kumkuta mwana sio wako. Twende. Kadidi, umefuata nini nyumbani kwangu? Nini? Nimeshajaza mafuta. Nimeambiwa nikuletee ile tanki. Ina maana wenzako hawajakwambia? Kuniambia nini? Mimi sitaki tena kazi yenu. Na nishajitoa kwenye chama chenu. Kwa hiyo ondoka nalo tu. Bwana, msinichanganye. Utamtafuta kumpa.
Mkamba, mambo vipi? Fresh. Uko sawa kweli? Ina maana leo unamsaidia Bata? Halafu nimepita hapa zaidi ya mara 4 na kukuta tu umekaa hapa kijiweni, na sio kawaida yako wewe kukaa kijiwe hichi. Sio kama napenda mimi kukaa hapa. Hapa nilipo naogopa kwenda nyumbani. Unaogopa kwenda nyumbani? Kwa nini sasa? Unajua nilikaa nyumbani pale, lakini ghafla tu kuna kihali kimenipitia pale, nikajikuta naenda kumpiga chao dada yangu chooni. Umemchungulia dada yako? Ya hivyo mpaka najiuliza nitaenda kuweka wapi sura yangu nikienda nyumbani. Ila umenishinda kabisa. Umemchungulia dada yangu? I say, wewe ni noma. Wewe nenda bwana. Shemeji, karibu. Shemeji, mimi nimekaa nimetafakari, nikaona bora nikubali kuolewa na Mponda. Unasema kweli? Ndiyo. Isipokuwa na sharti moja tu. Sharti gani tena shemeji? Nataka nikutane naye mwenyewe, aniambie yeye kwa mdomo wake. Hilo tu? Ndiyo. Shemeji, katika siku ambayo tunanifurahisha ni leo. Sasa lazima nikanunue nyama. Ile nyama. Sasa unanielewa? We. Ngoja nimefurahi mpaka kwenye moyo kabisa. Hali yako ufurahi. Kwa hiyo ndugu yangu, kila kitu kimekwenda vizuri kabisa. Sasa hilo jambo silimeisha kaka. Ndio. Wewe sasa sio mimi. Wewe utafute muda ukakutana naye kwisha. Tumule jogo tumpate nyama. Tumule jogo tumpate nyama. Acha wewe. Sasa sikiza ndugu yangu, tunasikiliza kwa makini. Nilikuwa naomba kama inawezekana mapema tu niweze kuonana naye huyo mwanamke. Kaka hilo limeisha hapo wewe. Mimi niko vizuri. Alafu hiki kitu umekipata lini hiki ndugu yangu hiki? Hiyo mimi nimechukua juzi ndugu yangu mjukuu. Mbona unacheka? Uchao tunaupenda bure tu kaka. Leo una magari mawili, afu unatembea kwa miguu. Sasa usicheke mimi. Usicheke mimi. Ndio. Wewe mwenyewe pale una nyumba nzuri, kitanda kizuri, godoro nzuri, lakini unalala chini. Hiyo kweli, lakini mama mwingine hashana. Anaficha siri zetu. Wewe unjui tumisa mjukuu. Ila ndugu yangu, nyama tamu. Safari ile itakuwa tamu zaidi kuliko huko nyuma kwa sababu tukimpata yule. Amenona. Biashara imeisha. Hapa nyumbani kunasema, "Mwana ndioko nini naona? Mwana kunkhamba dodoni tukanyanika pa mambo yo kumbia hiyo." Hapa nangacha kubia hiyo kumbia hiyo nange. Sasa hapo ndipo unaponichanganyaga mimi. Tunu. Mimi binafsi sikushauri kabisa kuingia kwenye hiyo ndoa. Tangu ameanza kuoa ni wanawake 12 sasa, na wewe ni wa 13. Na hao wanawake 12 wote walishafariki, tena kwa njia za kutatanisha. Hiyo ndio sababu inanifanya mimi nikwambie sikushauri kabisa kuolewa naye. Tabu, mimi nimekuelewa, lakini niko hapa kwa mpango maalum. Ili niweze kutimiza huo mpango wangu, lazima ning'oe mizizi
kisha nikate matawi yake. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Mimi napenda sana kukuona wewe unaitwa mama, na nitafanya kila linalowezekana ili uitwe mama. Hivyo basi, wanasema ukitaka kujua uhondo wa ngoma lazima uingie ucheze. Kwa hiyo mimi nataka nitafute kibwaya, nikivae vizuri, kisha niingie kwenye ngoma. Wewe kaa pembeni na usubiri matokeo. Wewe ni mtu mzima na unakijua unachokifanya, maana unalijua baya na jema. Acha tuone. Haya. Vipi leo? Niingie jikoni au bado niendelee kunidekeza? Wewe tena. Hata usiwe na wasiwasi. Kwa kuwa mimi dada yako nipo, nitakupikia hadi nikiondoka. Wewe endelea tu kuenjoy. Haya. Sema leo unakula chakula gani? Wewe angalia, unavijua vitu vyangu. Utakachopika ndio hicho hicho. Haya, kwa kuwa umetoka kwenye uzazi, acha tukuongeze damu. Bila shaka maagizo yangu ulikuwa umeyapata. Ndiyo. Kiukweli mimi nahitaji kuwa na wewe, nahitaji kuishi na wewe, sio tu kuwa mpenzi wangu, hiyo nahitaji kukuoa uwe mke wangu halali kabisa wa ndoa. Hiyo ndio zumuni langu. Nikuulize swali? Sawa, niulize tu. Ushawahi kuoa? Ni kweli nilishawahi kuoa, tena kwa ndoa kabisa, lakini mke wangu alifariki. Kitu ambacho kinaniuma sana nikikumbuka, kwa sababu nilikuwa nampenda sana mke wangu. Jamani, pole sana. Asante, nimeshapoa. Basi mimi naomba nikuambie nimekubali. Kweli? Kwa mimi nikubalia ombi langu kabisa? Ndiyo. Nashukuru sana, asante sana, nimefurahi sana kutoka kwenye moyo wangu. Na naomba kitu kimoja, kwa kuwa umenikubalia hili swala, naomba ikiwezekana ndoa ipite haraka zaidi. Hizi siku mbili tu tumeshaoana tayari. Hapo sasa kazi ni kwako. Sasa nitalifanya hili jambo kwa haraka sana, tena sana. Basi haya, wewe nikuache uende, tutawasiliana baadaye. Sawa. Ni kila kitu kimesha kuisha, mambo nishaweka sawa kabisa. Safi Mponda, siku zimeshaisha, hatuna muda wa kupoteza. Sawa kabisa. Sasa sikiliza, tukamtafute mshenga, ikiwezekana leo alete barua, alete na mahali. Mimi kesho hapa nifunge ndoa, niondoke na mke wangu. Safi. Mama Neema. Aga. Sitaondoka.